ni kama sasa tumeitoa, lawama imebaki wao. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, na washukuru Waislamu wote ambao kwamba waliweza kufikisha mchango wao. Mchango yenu ilifika na ilifanya shughuli hii ya dawa. Hii kazi ya dawa ni kwa kila mtu, kwa kila Muislamu, si mtu mmoja ama wawili, ni kwa kila Muislamu. Kwa hivyo ukitaka kutoa sadaka, basi ni katika njia kama hizi. Mchango yote ambayo kwamba utaitoa kwa ajili ya dawa, basi utahesabiwa ya kwamba wewe ni miongoni mwa wale ambao kwamba wamefikisha ile dawa. Kwa sababu pengine hatuwezi kwenda sisi wote, waliowapiga jeki na waliofikisha ile ujumbe, basi wote Mwenyezi Mungu ndiye atawalipa. Si mtu yoyote, anayelipa ni Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, njia kama hizi ndiyo njia ya kupata thawabu, na hizi thawabu ambayo zinatoka kwa Mwenyezi Mungu inasaidia na itasaidia kujaza zile jaza yetu kama pengine iko na upungufu. Na hizi baada ya kukagua swala ndiyo kitu ya kukaguliwa siku ya Kiyama, basi ndiyo zile mema ambayo ulifanya ndio itahesabiwa baadaye, na ndiyo hizi thawabu itahesabiwa na Mwenyezi Mungu ndiye atawalipa mpaka itafika kiwango ambacho kwamba mtu atatamani ya kwamba kumbe ningekuwa naifanya kila siku ningekuwa na thawabu nyingi zaidi. Kwa hivyo kazi ya dawa wameifanya kwa wiki moja. Tunashukuru mashehe wetu, tunaomba Mwenyezi Mungu awajalie nguvu zaidi, ili wakati mwingine tena mpange mrudi wapatie dawa area hii. Amen. Ndugu zangu Waislamu, area hii imekuwa leo hii tunaona Waislamu wako, lakini kazi hii ndiyo imefanya ikaonekana hivi. Hao mashehe wamekuja hapa kama bado msikiti haikuwa hapa. Waislamu ambao kwamba walikuwa hapa ilikuwa ni wawili, na kutokana na ile dawa ambayo kwamba wameifanya katika area hii imefanya msikiti imepatikana area hii. Waislamu leo hii wako kwa wingi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, muwe na moyo wa kuwapiga jeki ili wapate urahisi wa kutekeleza kazi hii. Na Mwenyezi Mungu, naombea Mwenyezi Mungu awajalie riziki zenu, muwe wenye kupata riziki. Amen. Ili muweze kupiga jeki wahadhiri wetu. Amen. Waweze kusukuma hii kazi ya dawa katika maeneo hizi. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasim, kidogo ongea na Islam kidogo, alafu tuandike tuawadi kidogo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Alhamdulillah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha tukawa mwenye kusali swala ya Juma wa jamaa nyuma ya imam. Kwanza tumuombe Mwenyezi Mungu atukubalie swala zetu inshallah. Amen. Kama mlivyosikia, mimi naitwa Rajab Kasim, natoka sehemu za Mumias. Na tumefanya dawa sehemu nyingi. Hii sio sehemu ya kwanza. Tumefanya dawa sehemu nyingi na bado tunazunguka. Tumekuwa Nairobi, Sydney, wapi. Bado Mwenyezi Mungu akitupa nguvu, bado tutazidi kuzunguka na kuzidi kuonyesha uwepo wa Mwenyezi Mungu, ili watu waweze kujua Mwenyezi Mungu na waweze kumwabudu. Pili,
kukaribisha kwa imamu wa msikiti huu pamoja na waumini wa msikiti huu. Alhamdulillah, msikiti tunao, lakini msikiti huu usiuone kama majumba mengine, majumba ya kawaida. Swala moja ikikosa kuswaliwa ndani ya msikiti huu, huu msikiti unawalaani Waislamu wote wa area hii. Huu msikiti unalia. Waislamu tunapita msikiti. Waislamu ibada zetu hatutaki kutekeleza ndani ya msikiti. Pili, tufanye bidii. Future yetu iko kwa hawa watoto. Future yetu ya Uislamu iko kwa hawa watoto. Saizi wamefunga shule. Tufanye bidii, wasome madrasa, waelewe Uislamu, ili tunapokuwa kule mbele wasiwe na utepetevu tena wa kutafuta njia nyingine kwa sababu ya kukosa nini? Elimu. Hawa watoto leo wakisoma, watakapopanua familia zao, watoto watakaozaliwa watakuwa nani? Watakuwa Waislamu. Uislamu utakufanya nini? Utazidi kuenea maeneo haya ambao Uislamu ni nadra. Kwa hivyo sisi tunashukuru kwa siku ambazo tumekuwepo hapa, licha ya kuwa tumekuwa peke yetu, tumekuwa wapweke, lakini alhamdulillah tunashukuru kile ambacho tumekileta tumeweza kukifikisha. Lakini pia tufanye juhudi, tutafute pia na sisi kujua kidogo. Yaani tusione labda Mtume amesoma akiwa mtu mzima. Mtume ameanza kusoma akiwa na miaka 40, ikiwa na maana akiwa mtu mzima. Kwa hivyo tusione aibu sisi kutafuta elimu. Tujaribu angalau tutafute elimu, ili kule nje ukiulizwa sababu gani ilikufanya wewe kuwa Muislamu, usiende kutafuta shehe, una la kujibu. Uislamu una faida gani? Haukimbilii kwa shehe, una la kujibu. Tofauti gani na Uislamu na imani zingine? Yaani unakuwa ni mtu wa kufanya nini? Wa kujibu. Kwa hivyo Uislamu, bado nahusia nafsi yangu pamoja na kuhusia nafsi zenu, tumcha Mwenyezi Mungu. Hakuna imani ambayo itakupeleka wewe kwa Mwenyezi Mungu isipokuwa Uislamu. Kwa sababu kila mtume aliyekuja alimtangaza Uislamu. Uislamu unatangaza Mungu mmoja. Hakuna mtume aliyesimama akatangaza miungu watatu au Mungu mmoja katika utatu. Hakuna. Imani hii imekuja katikati ya kuja Muhammad na kuondoka Yesu, miaka 14 baada ya kuondoka Yesu. Kwa hivyo sisi tunayo imani ya kweli. Na tuifanyie kazi, ndugu zangu Waislamu. Wabillahi tawfik. Nisiwachoshe kwa mengi, sababu tunaambiwa baada ya swala tufanye tutawanyike kwa ajili ya riziki. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, asalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuru kama tumekosa, kama wanadamu tumewakosea, naomba msamaha. Ndio tunaweza kuja uenda tumewaudhi, hatujui. Kama tumewaudhi tunawaomba msamaha. Lakini sisi tumefurahia. Hata tulikuwa hapa wachache, lakini alhamdulillah Kasim amefanya kazi kubwa sana. Yeye mwenye ukipata watu kama Kasim hao 4 5, sasa kama tumekosa tumeomba msamaha. Wabillahi tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Alhamdulillah.